Matters teenage pregnancy. Swala hili la vijana ama watoto wadogo kupatikana na ujauzito ni swala moja ambalo limekuwa likizungumziwa sana wiki mbili ambazo zimepita hapa nchini Kenya, na sio hata wiki mbili tu zilizopita mtazamaji wangu, bali ni swala ambalo limekuwa donda sugu sana nchini Kenya katika kaunti mbalimbali. Limekuwa ni swala ambalo tumekuwa tukipigana nalo kwa muda mrefu sana, tunajaribu kutafuta suluhu, lakini hivi sasa wakati wa COVID-19 ni jambo la kusikitisha sana kusikia kwamba idadi hizi za wasichana wadogo, teenagers, kuweza kupata ujauzito, idadi inaongezeka kila kucha. Nambari zinapanda. Ukianza kusikia kwamba kaunti moja ina rekodi zaidi ya visa 1000 ama visa 2000 ama visa, yani tunazungumza maelfu na maelfu kwamba katika kaunti moja kumepatikana na teenagers ama wasichana wadogo ambao wako na ujauzito. Ni swala moja la kusikitisha sana, na ndilo swala ambalo ningependa tuweze kuzungumzia siku ya leo, tuweze kutathmini kwamba shida iko wapi, je, suluhu ni nini? Na ndio maana nakukaribisha siku ya leo, siku nzuri sana, tuweze kusemezana kwa pamoja. Tunanipata live hapa kwenye Facebook, na pia video hii itakuwa kwenye YouTube channel yangu. Kwa hivyo nakuomba tu uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yangu Mbone Masi. Nenda pale YouTube, tafuta Mbone Masi. Itakuwa inapita hapa chini mtazamaji wangu. Kwa hivyo nenda pale subscribe. Hapa Facebook page yangu tuko 15,000 na nashukuru sana kwa support ambayo mnanipa. Kwa hivyo wote tu 15,000 tukienda pale YouTube tuweze kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ya Mbone Masi, nitashukuru sana. Facebook page yangu Masi Mbone Siai, pale Instagram nifuate pale kwenye Mbone Masi, na Twitter unanipata pale kwenye Mbone Masi 1. Kwa hivyo karibu sana, na leo hii kuzungumzia swala hili nimemtafuta a youth mentor ambaye pia ni apostle, anajulikana kama Reverend Sami Ayeka. Karibu sana Reverend kwenye kikao changu siku ya leo. Asante. Ningependa tuweze kuzungumzia swala hili la teenage pregnancies. Wakati wa COVID-19 idadi imepanda sana. Yani kila siku tunapewa zile idadi, na kwangu mimi nasikia na huzunika sana. Maana mtoto wa 14 years, mtoto wa 13 years, mtoto wa 16 years, hata msichana wa 17 years akipata ujauzito ambaye ni mwanafunzi bado yuko high school ama yuko primary nako mjamzito, ni swala ambalo linaumiza sana. Kwa hivyo karibu tuweze kuzungumzia swala hili, na pengine tuanze tuna tatizo liko wapi? Why the rising numbers za teenage pregnancies? Nashukuru sana dada Masi kwa ajili ya mwaliko, ili kwamba tukazungumzie swala hili ambalo kwa kweli limekuwa likigonga vichwa vya habari. The whole week I've been seeing news wakitangaza kila kuchao idadi zina grow, na jambo kama hili kwa kweli linachanganya, kwa sababu mbona sasa wakati tunafikiria kwamba watoto wako na wazazi nyumbani, kuna ile street rules ambao wazazi wameweka ili kulinda watoto, but we find idadi zinapanda. Lazima kuna kasoro ambayo inachangia mambo kama haya. Na jambo la kwanza ambalo nataka nikaweze kugusia tu tunapoanza ni kwamba inafaa tuelewe zaidi jambo hili chanzo lake ni nini. Na ninapokuwa nikifanya research yangu kwa undani, nimekuja kugundua ya kwamba tumeachilia watoto wetu zaidi. Watoto wameachiliwa sana. Sisi kama wazazi tumeachilia watoto wetu zaidi. Does it mean kwamba walimu, maana hivi sasa umezungumzia swali la watoto wako nyumbani, sote tunajua watoto wako nyumbani kwa ajili ya COVID-19, inamaanisha kwamba mwalimu amekuwa akiplay a very big role kwa maisha ya mtoto kushinda mzazi? Hapo nitaweza kusema ukweli, kuna jambo ambalo walimu huchangia mno zaidi hata kushinda sisi wazazi. Kwa sababu gani? Muda mrefu watoto wamekuwa wakikaa na walimu shuleni, na mzazi anakuwa na muda mchache sana na mtoto wake. Unaangalia Masi, kuanzia asubuhi, mzazi amepeleka mtoto asubuhi shuleni, kuanzia saa 2 asubuhi watakutana jioni. Kwa hivyo wanapokutana hata jioni hakuna ile muda ya mazungumzo. There is no that child to parent talk ambao wanaweza kaa chini na wazungumze mambo gani yanampata, mambo gani yamepitia. Mambo kama haya yapo kwa sababu muda mrefu mtoto ako na mwalimu. Sasa imefika wakati ambapo sasa mtoto amerudishwa kwa mzazi, inaonekana sasa ile time ambapo mzazi anaona mtoto haipo. Kwa sababu gani? All our responsibilities tulipatia walimu. Kumaanisha sasa
mzazi hana time kuangalia mtoto wake. Ukiangalia siku hizi wazazi wengi wamejishughulisha na mambo mbalimbali. Mtu ana mind biashara yake, ana mind shughuli zake za kila siku, na hata akirudi nyumbani jioni hatuna muda wa kuketisha mtoto chini na kumuuliza, mtoto wangu, ni jambo gani ambalo umekutana nalo mchana mzima? When we just come back from our working places, unakuta ya kwamba already tumeenda katika shughuli zetu na tunawasahau watoto hawa. Alafu jambo lingine ambalo pia wazazi pia tumechangia, mimi kwa njia moja naweza sema, tumeachilia watoto wetu pia katika utandawazi, globalization. Now, mambo ya social media imeingia pia, na unakuta wazazi wengi tunanunulia watoto wetu simu ya kwamba tunawapatia njia ya mawasiliano. Lakini mzazi, you don't take time to go through the phone of your child. Uangalie ni content gani watoto wanaangalia. Kwa hivyo nilikuwa naangalia jambo fulani siku moja kwenye mtandao, nikakuta ya kwamba mtoto ana access to these other different groups, ambapo unakuta mwisho wa siku inaleta problems katika kukua kwa mtoto. For example, nilikuwa naangalia mtoto mwingine kwenye kanisa, alikuwa na simu, na mahali pale nikaenda kuangalia mtoto huyu, nikataka kujua sana kwa nini most of the time anashinda kwa simu. Nikakuta kumbe kuna watu ambao wanatengeneza groups, WhatsApp groups, na wanatuma. I don't know how they get people's number, but unakuta wametengeneza hizo WhatsApp group na wanaingiza watoto wetu. Nikakuwa nafuatilia, yes, WhatsApp groups. Nikakuwa nafuatilia content, kuja kuangalia mambo yenye wale wa jamaa wanazungumza, na wanalazimisha mtoto pia alete marafiki yake teenagers, na mambo ambayo wanazungumzia nilishangaa mno. Simu ilikuwa ya mtoto ama ilikuwa ya mzazi? Simu ilikuwa ya mtoto. Mzazi amempea. Mzazi amemnunulia mtoto simu. Na pale mtoto ameingizwa kwenye another WhatsApp group. Yes. Wow, that is something that wazazi wanafaa kuangalia kwa karibu sana, maana ikifikia mpaka mtoto anaingizwa kwa WhatsApp group na watu ambao hata hawajuani. Yes. That is now dangerous. Na unaona mambo kama haya, Sister Mercy, ndio mambo ambayo yanachangia mambo kama haya. Maana nilipokuwa nikiangalia content ya mazungumzo, mambo yale ambayo wanazungumzia ni mambo ambayo hayafai mtoto wa miaka kama ile kuzungumziwa. Maana ni mtoto bado ni teenager, miaka 13. Kwa hivyo, na huyo ni binti. Ukianza expose to the world of sex at a tender age, na sisi wazazi, we don't access their phones. Tuko na ile ambao tumebaki my child to the point of hatuna restrictions ambao tumeweka. Kwa hivyo mambo kama haya yanachangia. Uliangalia juzi kwa media yule msichana, I think ilikuwa Mbale, yule ambao alipata rafiki kwa Facebook, na ni mtoto mdogo. Kupitia pale mtoto huyu akaanza urafiki na hawa bwana. Ulisikia mwisho nini ilifanyika? Alinajisiwa na watu 3. Kwa hivyo hii hali ya mitandao ambao sisi wazazi tumeacha, hatuweki restrictions, nadhani pia inachangia katika hii mambo ya early pregnancy. Umezungumzia swala la mitandao na ukanifanya nifikirie kitu kimoja. Hivi sasa katika nyumba zetu, wakati huu katika nyumba zetu, na wazazi mtakubaliana pamoja nami kwamba kuna baadhi yetu sisi wazazi, kuna ile wifi kwa nyumba. Yes. Uko na wifi kwa nyumba, uko na TV ambayo ni digital, pale kwa nyumba kuna laptop, kuna computer. Mtoto anaweza access computer, kuna wifi, ile computer inaweza kaingia online kila wakati. Mtoto anaweza kaingia YouTube. Na akiingia YouTube, maana mzazi haupo. Pengine umeacha mtoto na msichana wa kazi, au umeacha watoto peke yao nyumbani hivi sasa wakati ambapo wako nyumbani. Mtoto anaingia YouTube. Content gani ambayo mtoto anatazama? YouTube. Content gani ambayo mtoto anafanya kwenye ile computer? Sure. Content gani ambayo mtoto anafanya kwenye ile laptop? Na kama we mzazi unachunguza content gani? Na hapo ndio shida linatokea, kwa sababu tumekosa kulinda watoto wetu kimaadili. Nakumbuka miaka za hapo nyuma, wengine wetu tukiwa tuna grow, ilikuwa ngumu sana ku access some things. Sio kwa ubaya, ndio the world is now getting advanced, but why don't we set up a precedence that hata mtoto atafollow na agrow? Meaning kumaanisha kwamba ana generation ambayo inakuja after him or her. Now, tusipopatiana restrictions ya kwamba lazima tuweze kuangalia watoto wetu wanafanya nini katika mitandao, then tutakuta mwisho wa siku hatulindi watoto wetu.
Maana tunawalinda tu katika hali yetu ya kuwaona, but pale nje wanapotoka tumeachia wazi gani? Nikawa pia naangalia watoto wetu. Siku hizi wazazi tunapatia hata watoto pesa ya kwenda party. Mzazi, mtoto amekuja, amefunga shule, yes, unamwambia mami, daddy, shika hizi pesa, enda party. Mtoto anaenda analala nje. Wewe mzazi haujui amelala wapi. Atarudi asubuhi akwambia tulikuwa kwa rafiki yangu nani, Masi. Lakini ukifuatilia hakukuwa kwa Masi. Sisi wazazi ndio tunachangia masuala haya. Sami, umezungumzia swala la wazazi. Na watu wengi husema kwamba aswa sisi tumelelewa tukijua kwamba mtoto ni mtoto wa community, the whole community. Yes. Lakini hivi sasa tunaweza sema kwamba pengine somehow community pia inachangia swala hili. Mtoto kweli ni wa community. And ninakumbuka umenikumbuza kisa ambacho kilifanyika wakati mwingine when I was growing up. Wakati mmoja nilikuwa napigana na mwenzangu, ni katika ile hali ya kukua, na niliadhibiwa na mzazi mwingine. Manake miaka zile zetu haungeruhusiwa kufanya jambo mbaya na mtu mzima anaona. Lakini sasa hivi nataka nikuulize Masi, utaadhibu mtoto wa mtu? Haiwezekani. Jambo la kwanza itakuwa ni vita kati yako na yule jirani. Lakini wakati wetu tulikuwa tunaadhibiwa, utaenda nyumbani uripoti hiyo kesi, tena mzazi hakuadhibu. Na mambo haya yote yalitufanya tukagrow in a fear that sio tu mzazi wako. Maana community pale nje iliangalia. Lakini sasa hivi mtoto anapotoka nje kwa community, instead ya ile community kusaidia kumwangalia mtoto huyu, tunamuexpose zaidi kwa mambo ya kupotea. Na ndio maana utakuta ya kwamba hata pale nje wale watu ambao tulikuwa nafikiri kwamba wanatusaidia kulinda watoto wetu, we expose them. Mimi nawezaona mtoto wako anafanya kosa, lakini siwezi enda kumapproach. Siwezi enda kumkanya. Ninaona si ni mtoto fulani, wacha tu akafanye. Then katika hiyo hali huyu mtoto atazidi kupotea. Kwa hivyo jambo hili linachangiwa na sisi wote. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza Masi ambalo nataka uelewe ni vema. Mambo wakati ilikuja, I don't dispute it. Human rights is good. But wakati ilifika ya kwamba kila mtu anataka human rights, tulifika mahali ambapo tulianza kosea. Maana sasa hivi ukiadhibu mtoto wangu, niko tayari kukustaki. Nachukua P3 nenda na kustaki. Mbona tumeona hata walimu wakishtakiwa, wakishtakiwa. Sisi unajua tulilelewa na kiboko shuleni. Kiboko ilikuwa ni lazima utapigwa. Fanya makosa utapigwa. Lakini hivi sasa walimu wanapelekwa, wanaenda wanashtakiwa. Yes. Na mambo kama haya ndio unaona ya kwamba maadili hayapo. We don't bring up a child or rather a generation that has got discipline. Right now, unajua ukiangalia mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu, unajiuliza haswa nini inaendelea. Maana the discipline that was there some 10-20 years back, it's not what we are seeing right now. Na mambo kama haya kukosa nidhamu ndio yanasababisha mambo kama haya ya early child pregnancies. Unajua unaweza kaa mtaani kama mimi mahali naishi, unaweza sikia maneno mtoto anaongea hadi unashangaa. Mtoto anaongea mambo ambayo wewe mtu mzima unashindwa haya alitoa wapi. Na mengine Masi ni kueleza ya kwamba wazazi tunazungumza na watoto wetu wanasikia. Hatuna privacy. Whereby tukiwa na kosa, tumekosana maybe mimi na wewe, mfano, hatuna privacy ya kudiscuss matters zetu. Unakuta ya kwamba tuna expose mpaka kwa watoto. Tunatukanana mbele ya watoto. Watoto wetu wanaposikia mambo hayo ndio wataenda pale nje kuyafanya. So lazima turudi katika njia ya kujiulizana, je, mvua ilianza kutunyea wapi? Na tuanze kurekebisha kutoka pale. Mvua ilianza kutunyea wapi? Where did the rain start beating us? Mtazamaji unaweza ukachangia katika mazungumzo haya.
Mambo na teenage pregnancies ni swala ambalo linahuzunisha sana sana sana. Hivi sasa ukisikia jinsi ambavyo watoto wanawajibu watu ambao ni warika, jinsi ambavyo watoto wanazungumza, mpaka unaangalia hivi unashindwa, where did the rain start beating us? Facebook live Mercy Mbone Siai pale Facebook. Asante sana team Facebook, tuzidi kuzungumza kwa pamoja. Weka comment yako pale tunapozidi kuzungumzia swala hili. Je, maoni yako ni yapi? Pia unaweza kuleta maoni yako tuweze kuchangia kwa pamoja. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, maana video hii pia itakuwa inawekwa pale YouTube channel yangu Mbone Mercy. Subscribe pale, click kwenye notification bell, ndiposa nikiweka video yote pale kwenye YouTube channel yangu unaipata. Instagram, follow me at Mbone Mercy. Pale Twitter unanipata kwenye handle yangu Mbone Mercy 1. Tukizidi kusonga, let's talk about this issue, teenage pregnancies. Tumezungumzia swala la wazazi, tumezungumzia swala la community, na kuna ndugu mmoja tulikuwa nafanya tu kazi mpango ndani ya Milele FM. Ndugu mmoja akazungumzia swala la mavazi, haswa kwa akina dada. Akazungumzia swala la mavazi, jinsi ambavyo hivi sasa watoto wetu ambao wako nyumbani wanavalia. Yeah, my dress my choice. My dress my choice. Jambo la mavazi kabisa, it has been abused. It has been abused. Hatukatai. Fashion imebadilika. Watu tunataka tukue modern. But kumbuka jambo moja Mercy, tuna ile maadili ya mtoto wa Kiafrika ambayo tuliyapata wazazi wetu wakiwa wameyaweka, na yalisaidia sana katika mambo haya. So wakati tumeexpose watoto wetu kwa mavazi, mimi ushangaa saa zingine naweza tembelea marafiki, unakuta mzazi ameachilia mtoto msichana amevaa nguo nyingine, hata wewe mwenyewe unakuwa na aibu. Na hata wacha hivyo, huyu mtoto anavaa hivyo hata mbele ya babake. Huyu baba ni mwanamume, ana hisia, na umeachilia mtoto ambao ni teenager amevalia nguo ambazo zina expose nakedness. What are you doing to this father? Unamwambia ndio hii sasa, wewe anza kufanya tendo la ngono na mtoto huyu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeachilia nidhamu nzuri ya mavazi kutoweka. Mtu akiwa amevaa vizuri, amevalia nadhifu, haitamnyima kuonekana. Lakini do you have to expose yourself? Wewe na kahaba tofauti ni gani? Wewe tu ni kahaba ambao unafanya ndani ya nyumba, haujaenda barabara, lakini wewe ni kahaba. Kwa sababu gani? Why do I have to expose out myself to the world? Vile umevalia Mercy hivi na kuona uko nadhifu, will it deny you access to somebody to ask you for something? No. Lakini mbona nijiweke wazi? Kuna ile sehemu ambazo katika miili zetu wanadamu ni muhimu kuzifunika. Na ndio wazazi wetu pale mwanzo walikuwa wanatuambia, mtoto haistahili mtoto msichana akaonekana paja zake, haistahili aonekane kifua, kwa sababu mambo kama haya, unajua Mercy, kwa mwanaume yeye huvutiwa na kuona. When a man sees, already the mind has recorded something different. It's not like a woman. So wewe mwanamke anapovalia katika hali ambayo let's call it a suggestive manner, wakati amevalia hivyo, lazima yule mwanaume atasoma jambo lingine. Kwa sababu ulivaa kwa sababu gani? Umevaa mini skirt limefika hapa. La kushangaza siku hizi hata watu wanatembea bure. Wasichana wetu wanatembea bure. Kumaanisha ya kwamba hatutaki kustiri uchi wetu. Tunafikiri ya kwamba tukivalia hivi ndipo tutapata attention. We are not seeking for attention. Wewe kaa nadhifu katika mavazi yako, na hivyo hata kama mtu anakutaka atakuona. Na mtu mzuri alisema, kibaya chajitembeza, kizuri kinajiuza. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna maadili mema ambayo inaonekana. Na siku hizi Mercy, unajua mambo yamebadilika. Hata kama watu wanavalia hivyo, ndani anaangalia wachache. So unapovalia hivyo kwa mwanaume, unamwambia niko tayari kwa jambo lolote.
Na tumezungumzia upande wa akina dada sana. Na watu kwenye mitandao ya kijamii wakazungumza sana, wakasema yes, tunapewa hizi numbers za 4,000 girls impregnated, 2,000 teenagers, 600 teenagers, nini na hizo idadi zote, lakini zote zinaegemea upande wa wasichana. Now tunaacha boy child wapi kwenye hii story? Tunaweka boy child wapi kwenye hii issue yote? Maana pia boy child yuko nyumbani. Kuna dada msichana mmoja niliona kwenye runinga ya Citizen, dada mmoja akizungumza akasema yes, mimi ni mjamzito. Lakini huu ujauzito nimepewa na classmate. Mtoto form 3 nimepatiwa na classmate. Now nafasi ya boy child kwenye hii issue yote iko wapi? Wacha tuzungumze kuhusiana na boy child. Sasa kurudi kwa boy child pia Masi kuna kasoro. Maana ulimwengu mzima saizi imeangalia mtoto wa kike. Na tumeconcentrate sana on a child girl hadi tumefanya mtoto wa kiume amekosa kujielewa. Now kuna jambo ambalo nilikuwa nafuatilia sana kwa makini, na ili jambo wakati linapozidi kufanyika hata uwezi sikia. Unajua hata kuna wanaume wanabakwa watoto wa kiume. Watoto wa kiume pia wanabakwa. Kuna story moja nilisikia mahali, katika nyumba kulikuwa na maid. Na huyu mfanyikazi wa nyumba akawa anaachiwa mtoto wa kiume. Wakati anaachiwa na mzazi ameenda, unakuta msichana huyu anaanza kumshika mtoto huyu sehemu zake za siri. Na anamshika, na ni mtoto mdogo. By that time mtoto alikuwa miaka 7-6. Na anapofanya hivyo, mzazi ameenda. Siku moja aliporudi kwa nyumba, ametoka kazini, akapata mtoto analia. Shida ni nini? Kumbe msichana huyu alipokuwa anafanya hivyo na anamchukua mtoto huyu, analala naye, anachukua sehemu zake za siri za mtoto mwanaume, anaanza kujitimizia tendo la ndoa, na mtoto huyu akapata magonjwa ya zinaa. Mtoto mdogo akapata magonjwa ya zinaa. Mzazi alipopeleka mtoto hospitalini, anapatikana na magonjwa ya zinaa. Mambo kama haya yanatendeka, lakini wakuzungumzia hayupo, manake tumeangalia sana mtoto wa kike. So katika watoto wetu wa kiume mambo kama haya pia yanatendeka. Wananajisiwa na wengi hata wanalawitiwa. Tumepata siku hizi sasa hata homosexuality ina affect sana a boy child. And these are the things that is happening right now. Kwa sababu maybe mtoto ameona mtu amekuja, ana offer some cash. Namwambia wewe nitakupa hizi pesa lakini nataka ufanye hivi na hivi. Unakuta mtoto analawitiwa, mtoto wa kiume. Na mambo haya yanatendeka in our society. Every day, every now and then. But utakuta ya kwamba hakuna mtu anaileta. Alafu jambo lingine pia ambalo kosa linatokea. Unajua kulikuwa na ile wakati ambapo mzazi wa kiume alikuwa anazungumzia watoto wake wa kiume. Anawaeleza maadili, anawaeleza how to relate with the opposite sex. So unakuta ya kwamba mafunzo kama haya hayapo. We are so busy with our things. Na watoto wetu wanaenda pale nje wanapata walimu. Pale nje unajua kuna walimu ambapo atamwambia kwamba you need to experience this. Ama hata schoolmates na hata wale wenye peer pressure. Unakuta ya kwamba they will expose this child katika hali ya mambo ya kujifunza mambo mengine ambayo sio yale ambayo wewe mzazi pia umechangia. Kwa hivyo pia pale nje kuna walimu wengi. Na mambo kama haya yanazidi kila kuchao. Ina maana kwamba pia mzazi anafaa kuwa very careful na ni nani anazungumza na mtoto wangu. Yes. Nani anatembea na mtoto wangu. Yes. Mtoto wangu akitoka nyumbani anaenda wapi? Maana pia kuna swala la peer pressure, na nimeliona sana miongoni mwa hao wanafunzi. Utapata kwamba hao wanafunzi hivi sasa wakipata access kwa simu wako kwa WhatsApp group moja. Kwa hivyo yule mwenzake atamwambia mimi nilifanya hiki jana na fulani. Akishamwambia vile, na huyo anataka pia atake kujua kunaendanga vipi. Alafu Masi, jambo lingine ambalo pia ninataka nikueleze pia muhimu pia nikwambie,
hata media zetu zinachangia kuharibu. Kwa sababu gani? Ukiangalia katika media zetu, advertisement nyingi lazima irotate na something to do with sex. Nikitaka hata kuadvertise mafuta, lazima nilete msichana ako uchi ama mvulana anaji, unaona? Yaani mambo haya yote, na let me tell you, mambo kama haya tutayachukua tu ni advertisement, lakini yanapoingia katika mind ina abuse. So unakuta ya kwamba hata advertisement ambazo ziko kwa media, I'm sorry to say this, but it is something that is contributing. Kila kitu tumeeka ina rotate to do with sex. Angalia siku hizi media ambazo zimefunguliwa kila mahali, muziki ambazo zinaonekana katika TV zetu, we don't have restrictions. Unakuta watoto wanaona vile watu wanaweza cheza wakiwa uchi. Muziki, yani muziki ziko very abusive. Na hata katika magari, hapa Nairobi ukipanda katika magari, unakuta wameweka screen na mambo ambao wewe unaona hata uko na mtoto. Na uko na mtoto mahali pale. Na unakuta watu wengi wanakimbia katika hiyo magari. Na ila hali anasahau ana contribute katika mental ya mtoto wake. Huyu mtoto anapoanza anaona hii ni kitu ya kawaida. Kama inaweza kuwa kwa public, kwa gari, why don't I try it? Mr. Semi, ningependa tukuje kwa sasa finding a solution. Lakini kabla tukuje pale, nataka jinsi ambavyo nilikuintroduce mapema. Wewe mwenyewe ni reverend. Uko pale kwenye church. Now, nafasi ya religion kwenye hii issue yote ya teenage pregnancies, is the religion playing its part kusaidia katika swala hili? Nitasema hivi kama mchungaji pia, kuna mahali pia kanisa limelegea na kuna mahali pia kanisa linajaribu kuinua. Ukiangalia katika makanisa yetu ya sasa, what is our concentration? Nashukuru Mungu, maana mimi nimetoka kanisani tumeka program ambao inasaidia watoto katika hali yao ya kukua. We want to monitor their growth each and every time. And let me tell you, hiyo department tukikosa kuilea vizuri hata kanisani, utakuta ya kwamba kuna jambo ambalo tunakosea kama kanisa. We need to speak to our children maadili ya Biblia. Na ukirudi katika Bible, uniruhusu tu nipatiane scripture because mimi ni mhubiri. When you read in the book of Proverbs chapter number 22, uniruhusu tu nisome masi. Proverbs, neno la Mungu, wacha tuanzie chapter 13 alafu tuone neno la Mungu linasema hivi. 13:24. Proverbs inasema, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him better times. Hii ni maandiko yanasema. Now, wakati tutakosa kuonesha watoto wetu msingi wa Biblia na kuwafundisha katika njia za Mungu, Mungu aliweka nidhamu katika maisha ya mwanadamu kumsaidia kukua. Unaporudi katika neno la Mungu na kuangalia mambo hayo yote, wana wa Israeli walipotoka Misri wakafika jangwani, Mungu alipeana amri 10 za kuwalinda katika safari yao. Na yote ambaye angelivunja alikuwa anapokea adhabu. Kwa hivyo wakati tumekosa sisi kama kanisa kuelekeza watu katika njia ya maandiko, neno la Mungu linasema ya kwamba the word of God is there to teach, rebuke and to correct. So wakati neno la Mungu liko pale kukemea na kurekebisha, then we need to teach our children maadili. Biblia inasema nini? Katika Proverbs imesema ya kwamba ukimnyima mtoto adhabu, ukimzuia kiboko, utakuwa umemkosea. Na anasema he who loves the child lazima amdiscipline. So wakati tunaanza kutoa maadili ya kibibilia na tunataka kuenda na fahamu zetu kama wanadamu, tuna mess. The written word of God cannot be substituted to any other thing. We can call it the way we want. We can give it the better name in the name of human rights.
But what does the Bible say is that is a fundamental principle ambao Mungu mwenyewe aliweka, na katika kufuatilia hizo kanuni na hizo sheria ambazo Mungu aliweka ili wasaidia wana wa Israeli katika kutembea kwao. Kwa hivyo sisi kama kanisa tunakosa kuwafundisha watoto wetu haswa maandiko yanasema nini. Unapata siku hizi unajua nimekuja kuelewa tunapatia hata watoto wetu makanisani kwa watu ambao hawaelewi. When you come to our church, we train even our Sunday school children, teachers. We train them before they handle the children. Wanawafundisha ile kitu ambacho wenyewe pia wamesoma. You cannot just bring anyone from the bush na umweka tu ni Sunday school teacher anza kufundisha watoto. Kuna mafunzo ambaye siku hizi yamewekwa, na hata sisi kanisani tunapewa syllabus saizi kufundisha. Yes. Kanisani kwetu tunapewa syllabus ambao watoto lazima wasome kulingana na vile na maandiko yanavyosema. Kwa hivyo katika setup ya kanisa tumekosa pia kuangalia wanarika, tumekosa kuangalia teenagers, tumeconcentrate na congregation. Na ukienda kwa makanisa mengine utapata wachache mno ndio wameset up classes za kufundisha, kwa sababu makanisa mengine yameweka kutoka wale wadogo yanaenda na umri. Lakini most of us churches tuna concentrate with congregation. Na content ile ambayo tunapatia watu wote sio content ambayo mtoto ataelewa. Maana mtoto ameachwa nje, ameachwa. Yes. Kuna yale mambo muhimu. Na unajua mtoto husikiza sana yale ambayo mwalimu wake anamwambia. Very true. Zaidi atakataa hata na mzazi, lakini na mwalimu atafuata. Exactly. Atakataa, na hata ukijaribu kumwambia mwalimu akiambia mtoto hii ni color red na wewe kuja mwambie ni black, hawezi kubali. Kwa hivyo ile what I'm saying is this, also we need to train our people in the church jinsi ya kufundisha watoto zaidi ya maadili ya spiritualism. We need to teach them also about social life. Tusiogope tuseme nikifundisha watoto kuhusu social life in church na kuwa na wakosea. Ni nani atawaeleza? The Bible is our mirror. Inatufundisha njia za kufollow. Because the Bible says, train up a child in a way that you want. When they grow, they will not depart from it. Mfundishe mtoto katika njia impasayo. Naye mtoto huyu akiwa hataweza kusahau. Inakuwa vizuri kabisa mtazamaji. Natumai kwamba pia nawe unaelimika. Pia nami hapa naelimiki, na maana kwamba pia makanisa yamewatenga watoto sana. Sijui ni kuogopa kuyazungumza. Nikimpiga mtoto nitakuwa natenda dhambi. Lakini jinsi ambavyo mchungaji Sami ametuambia ni kwamba hata Biblia inasema correct that child. Correct that child. Nataka uzidi kuzungumza pamoja nasi. Tuko Facebook live Mbone Masi Mbone Siai samahani. Upande wa YouTube subscribe kwenye YouTube channel yangu Mbone Masi, weka pale ama click pale kwenye ile notification bell. Niposa nikiweka YouTube video yote pale mtazamaji wangu utakuwa pata notification na inaendelea vizuri kabisa. Instagram unanipata pale kwenye Mbone Masi, Twitter Mbone Masi 1, follow me pale Twitter msikilizaji, tuweze kuzungumza kwa pamoja swala hili. Leta maoni yako kuhusiana na swala hili. Hivi sasa nataka twende moja kwa moja kutafuta suluhu. Maana tumeangazia chanzo cha swala hili lote. Tumezungumzia wazazi, tumezungumzia community, tumezungumzia mavazi, tumezungumzia mahali ambapo pia media sisi tumetepetea, tumezungumzia swala la religion mahali ambapo tumetepetea. Now solution going forward, maana we really need a solution. Hawa watoto wetu we need them wakirudi shuleni baada ya COVID. Hatutaki kupeleka kina mama shuleni jamani. Inasikitisha sana. Maana hivi sasa I'm sure most of the parents they are going under through tough time. Maana mzazi akirealize kwamba mtoto wangu ambaye nimekuwa nikimlipia school fees sasa ni mjamzito, then what next? Masi, kabla tukuje kuangalia suluhisho, niruhusu tu nisome hili neno. Ni la muhimu mno katika Proverbs 23:13. Neno la Mungu linasema hivi, withhold not correction from the child. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Listen to this very careful. Withhold not correction from the child. For if thou beatest him with a rod, what does the Bible insist on?
him with a rod, he will not die. He will not die. Mpige na kiboko hata kufa. Hata kufa. Mbadilishe. Kwa kumpiga na kiboko. Na usimnyime. The Bible says, spare the rod, spoil the child. True, very true. So wakati pia tunapoangalia mambo haya yote, let us go back to the principles ambazo Mungu alitupa katika neno. Na nilikuwa naangalia hata kabla nitupatiane solution, nimerudi nyuma kidogo, samahani. Nilikuwa ninafanya religion studies. Na nikaangalia katika dini la Kiislamu. Wacha nizungumzie hili. Dini la Kiislamu katika njia moja ama nyingine naweza wapatia kongole. Kwa sababu gani? Ukiangalia jinsi wana train their children, kuna mambo ambayo Waislamu hawaezi ruhusu. Na ndio maana unapata upingana na Wakristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna yale maadili muhimu ambao watoto wanapoenda kwa madrasa wanaanza kufundishwa. Naam. Mtoto wa Kiislamu hautampata tu amekaa hivi hivi. Hata mavazi yake lazima anajistiri vizuri. Na nikuulize, wanakosa kuoleka? Wanaoleka. Na utakuta mtoto wa Kiislamu akipata ujauzito mapema kulingana na dini yao na sheria ambazo wameweka, sheria laws, utapata mtoto huyo kuna hukumu. Na mbona hawa wanafanya hivyo na hautasikia ati mtu ameenda kumstaki? Maana wameeka kanuni zao na sheria zao, wanazilinda. Lakini sisi tumetoka katika hizo njia. So tunapotaka kuokoa watoto wetu, ama tunapotaka kuokoa society, let me speak to us people that we are listening or watching us from wherever you are. Let us go back to the drawing board. Now, tuanze kuangalia zaidi. Je, do we have that time with our children? Do we talk to them about things that we see zinaweza affect their lives? Mtu alikuwa anasema juzi, nilikuwa nasikiza mjadala katika Milele wakati ulikuwa una air that show. Na mtu mmoja akasema jambo muhimu ambalo mimi kwangu niliona lilikuwa nzuri. Hata katika shule zetu ni vema tufundishe watoto. Let us teach them social life. Ifike wakati ambapo kuna interaction, watoto wazungumziwe katika umri fulani. Kama teenagers, they need to be told sex education ni introduce. Sex education, it is important. Haitakuwa ati kwamba unakosea, kwa sababu tukikosa kuwafunza, watafunzwa na mitandao, watafunzwa na ulimwengu. And we need to accept it at this time. The Bible says, wakati maarifa ya wanadamu yanapoongezeka, maasi yanakuwa mengi. So the more we are advancing in technology, that is how also evil deeds are advancing. Spare the rod, spoil the child. Enough of the parents. Natumai kwamba wazazi mmepata wosia kutoka kwa Reverend Sami ambaye pia ni mentor wa vijana, na natumai kwamba wosia huu tutakuwa tunautilia maanani. But kabla nimalizie, allow me talk to this girl child ambaye yuko pale nje, ambaye anatazama saizi Facebook live pale kwenye page yangu Masimbone Sei. Wacha nikwambie kitu kimoja kwamba kulea mtoto sio rahisi. I can tell you for sure. Kulea mtoto sio rahisi. Ujauzito kubeba sio rahisi. And let me tell you, unapokwenda pale, you've made a decision, you're making sex with a boy, sitakuficha. Yes, utakaa pale useme it's pleasure and everything, but niruhusu nikwambie ukweli mimi kama dada yako mkubwa kwamba after that you will expect results. It's either you'll get pregnant, one, and two, unaweza ukapata ugonjwa. Vitu viwili. You'll get pregnant ama unaweza ukapata ugonjwa. Ukishapata ujauzito alafu uachiwe ule ujauzito peke yako, yule boy child hayuko, amekuacha peke yako, you are only but 16 years. You've not even explored the world. Hujui hata kutafuta kazi unaanzia wapi, unakwenda wapi. You are still in high school, ama pengine uko class 7 or class 8 and you are pregnant. What then happens to you? Young girls, listen to me. This is an advice from an older sister. Please, 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 let it wait. Haiendi mahali, haitaisha. It's going nowhere. Focus on your studies first. Life is not easy. The economy is not easy.
Mimi mwenyewe nafanya kazi but I find it hard. What about you mwenye ni mwanafunzi? It's not good kumpelekea mzazi nyumbani mzigo maana umepata ujauzito. Sio vizuri kurudi nyumbani na mtoto mzazi ambaye amejitolea kukulipia school fees. Please, 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 young girls, young generation, let's focus. Usiharibu maisha yako kwa sekunde mbili tu of only 2 minutes of having sex. It can still wait. Only 3 minutes or 5 minutes of having sex at your pleasure ama nini. Please, please, please. Na kuomba. It's not easy and I'll tell you it's not easy. Focus on your life. Asante sana msikilizaji kwa kuungana pamoja nasi. Thank you so much Sami. Thank you. Kwa kukuja kuzungumza pamoja nasi. It has been so educative. I'm so happy. I'll definitely nitakuita tena. Nashukuru. Tufanye mazungumzo mengine na mengine na mengine. Thank you so much kwa kuweza kutazama kwenye Facebook live yangu Masimbone Siahi. Hizo comments zizidi kukuja, we will do more talks. I'll be going through the comments. Msikilizaji nitakujibu pale kwenye Facebook page yangu. If you have any idea you want us to talk about it, please you can comment nayo pale nami nitakuwa nakutafuta. Subscribe to my YouTube channel tafadhali na kuomba support me by subscribing to my YouTube channel Mbone Masi. Hii video itakuwa pale, tafadhali view it na mambo yatakuwa shwari kabisa. Muhimu zaidi finya pale kwenye notification bell ili mradi kwamba nikiweza kuweka YouTube video pale YouTube channel yangu utakuwa unaipata. Instagram follow me at Mbone Masi, Twitter Mbone Masi 1. Have a blessed